Jimbo la Ukonga kwa sasa lina watu takribani idadi ya watu 921,857, na hii ni kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022. Na hivyo baada ya mgawanyo huo jimbo la Ukonga litakuwa na watu 490,121, na jimbo la Kivule litakuwa na wakazi 431,736. Tunahitaji tuwe na wilaya mbili. Hatuwezi tukawa na wilaya moja ina majimbo 4 ya uchaguzi. Bado hili jiji ambalo linabaki kuwa moja litashindwa kuhudumia. Tutakuwa na mbunge ambaye vile vile inawezekana mwisho wa siku ili mambo yake yaende kwa arudi hapa kwenye jiji, wakati jiji bado ni lile. Lakini tukigawa wilaya tukaongeza wilaya nyingine, maana yake ni nini? Tunakwenda kuongeza halmashauri nyingine. Kwa hiyo tutakuwa na urahisi wa kusukuma maendeleo na kupeleka huduma kirahisi zaidi kwa wananchi. Nadhani hilo likifanyika, mheshimiwa, litakuwa ina mantiki kuliko kugawa jimbo unakuwa na mbunge ambaye bado itabidi arudi kwenye jiji ambalo limeelemewa, halina resources na haliwezi kuwafikia wananchi kwa urahisi. Naomba kuwasilisha mheshimiwa mkuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, malengo ya kugawa hili jimbo kila mmoja ameyaona tangu mwanzo wa mchakato huu mpaka hapa tulipofika, ni ya muhimu na yamezingatia tija kubwa sana katika upatikanaji wa huduma kwa wananchi. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, hii imekuwa ni kitu ya kutambua sana na wananchi, hususan wale wanaotoka kwenye kanda za pembezoni mwa mji. Wamekuwa wakihitaji huduma kwa haraka na kwa ufasaha, lakini pia kutokana na idadi ya wananchi. Vile vile Mheshimiwa Mwenyekiti, niungane na mstahiki meya wa wilaya Kinondoni kwa ushauri wake ambaye ameeleza hapa, na wote tumeona natija kabisa kwamba wilaya Ilala inahitaji kupata wilaya mbili ili kurahisisha huduma kwa wananchi, lakini kuharakisha maendeleo kwenye taifa letu na wananchi wetu. Kwa muktadha huo, na mimi naunga mkono hoja hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante. Mwenyekiti, kwanza naunga mkono hoja. Sisi bahati nzuri tunafanya ziara kwenye jimbo la Ukonga, tunafanya kampeni kwenye jimbo la Ukonga, tunatembelea Ukonga. Ukiangalia Ukonga, mwisho mwenyewe unafika mahali unasikitika, barabara hazina lami, huduma chache. Kwa hiyo mimi nishukuru na tuunge mkono hoja hii, tusitumie muda mrefu, tuipitishe majimbo ya Mkuili, lakini tuendelee zaidi na wilaya, baadaye zigaiwe Ilala na Ukonga ziwe wilaya mbili kwa maslahi mapana ya wakazi wa Dar es Salaam. Kiuchumi, hii Chanika kama nilivyosema moja ya blue, Chanika ni kata za kiuchumi ambazo zinakuwa, kwa maana kwenye ile jimbo la Ukonga linavyoendelea kukua, kata zake ambazo zinapelekea kuendelea kukua, maana yake ni kata ya Chanika pamoja na Uyui, ambayo ni kata ambayo ina maeneo ambayo yako wazi. Na jimbo lingine kata ya Mkongola ni kata ambayo inabeba maendeleo ya kata ya Kivule, Kituna ambayo tayari zimeshajaa. Eneo la kupumulia kwa hili jimbo ni upande huu wa Mkongola. Hiyo tumezingatia hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti. Tumezingatia pia kama namna ya kufikika kwa majimbo yote. Tumezingatia swala la huduma ya afya. Tumezingatia mgawanyo wa elimu sekondari na elimu msingi, na tumezingatia masuala ya ulinzi na usalama na haki ya vituo vya polisi. Nawashukuru sana kwa kukubali mapendekezo ya DCC kuhusu kugawa jimbo la Ukonga ili kupata majimbo mawili, yani jimbo la Ukonga na Kivule, ambapo jimbo mama yani jimbo la Ukonga litabaki na kata, tunapendekeza kuwa libaki na kata 7. Kuna kata Ukonga, kuna kata Pugu, kuna kata Pugu Stesheni, kuna kata Gongo la Mboto, kuna kata Zingiziwa, kuna kata Buyuni na kata Chanika. Lakini jimbo jipya linalopendekezwa, yani jimbo la Kivule, litakuwa na kata 6 ambazo ni kata Msongola, Majoe, Kitunda, Kipunguni, Kivule pamoja na kata ya Mzinga. Ndugu waandishi wa habari ambao mpo hapa, jimbo hili ambalo linapendekezwa kwa maana ya jimbo la Kivule litakuwa na mita za mraba
128,000. Wakati huo itakuwa na kilomita za mraba 128. Jimbo hili la Kivule linalopendekezwa litakuwa na jumla ya watu 431,736 kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Na wakati jimbo hili linalobaki, yani jimbo la Ukonga, litakuwa na jumla ya watu 459,810. 459,810.